Mstari wa 24 tuanzia pale. Kisha Yoshua na Israeli wote pamoja naye wakamtoa Akani mwana wa Zera na ile fedha na lile joho na ile kabari ya dhahabu na wanawe na pindi zake na ng'ombe zake na punda zake na kondoo zake na hema yake na vitu vyote alivyokuwa navyo, wakavileta juu hata bonde la Akori. Yoshua akasema, mbona umetufadhaisha hivi? Bwana atakufadhaisha wewe leo. Ndipo Israeli wote wakampiga kwa mawe, kisha wakamteketeza kwa moto na kuwapiga kwa mawe, kisha na kupiga kwa mawe kwa moto na kuwapiga kwa mawe. Mstari 26 unasema ya kwamba kisha wakakusanya juu yake chungu kubwa ya mawe hata leo, naye Bwana akauacha ukali wa hasira yake. Bwana Yesu asifiwe sana. After Agani amefanya hizo vitu zote, amri ilitoka kwa Joshua ya kwamba alete na vitu vyake. Dhambi inaweza kuja ikanyonya na kile ambacho ulipata kwa jasho. Maovu yanaweza fanya wale watoto ambao ulipata kwa taabu wakaangamia. Mstari wa 25 unasema ya kwamba jamaa kaletwa mpaka na hema zake. Kumbuka neno linasema ya kwamba jamaa aliteketezwa na mbuzi. Mbuzi asikukuwa na hatia. Jamaa aliteketezwa na ng'ombe. Ng'ombe asikujua venye jamaa alienda kuiba hiyo dhahabu. Jamaa aliteketezwa na mahema zake. Hema asikujua venye huyu jamaa alienda kuiba, lakini zinaungua kwa sababu ya dhambi ya mtu mmoja. Kanisa linaweza likateketea kwa sababu ya dhambi ya mtu mmoja. Familia inaweza ikaisha kwa sababu ya dhambi ya mtu mmoja tu. Kama hatutakuwa macho, tuangalie sisi ambao Bwana ametukomboa. Wengine hatukujua mali tulikotokea. Maisha unayotaabika leo mpendwa, ni vyema ufanye research, kwa sababu unaweza kundua kuteseka kwako labda ni maovu mzazi wako alifanya. Kuhangaika unavyohangaika hapa Nairobi, labda kuna vitu viliinuliwa vikawa machukizo kwa Bwana, na Bwana akaamrisha ya kwamba familia yako, jamii yako wataungua, watateketea kwa sababu ya moto. Mimi hiyo sio pointi yangu. Pointi yangu ni wewe ulio hai, ambaye umeanza kulezi kizazi kipya. Angalia sana matendo yako, watoto wako wasiteseke. Angalia vile unavyojiweka na watu, usije ukaribu kizazi chako. Tuweke vizuri wapendwa, kwa sababu Bwana ana makusudi na kila mmoja. Kila mtu Mungu alimuumba na makusudi. Bwana hakukuumba uteseke. Bwana alikuumba na mipango mizuri na wewe. Bwana hakukuumba uhangaike. Bwana alikuumba kwa sababu anataka kukutumia, lakini uwepo wa Bwana umekosekana kwako kwa sababu wewe umejichanganya. Uwepo wa Bwana umeenda kwa sababu Bwana anakuangalia, sio wewe aliyekuumba. Umeacha njia za Bwana, umekuwa mtu wa tamaa, umeanza kufanya mambo ambayo haieleweki. Mungu anatafuta mtu atakayetumia aweze kukomboa familia yako, lakini akiangalia kizazi kizima wote wamepotea. Tuko hapa kusema Yesu ni Bwana, lakini mioyo zetu ziko karibu na Yesu. Tuko hapa kumsifu Mungu, lakini mioyo zetu huyo Mungu haimo ndani. Na sababu tunapigwa na magonjwa, tunamtumikia Mungu hatuna kazi, tunamtumikia Mungu maisha yetu yamekuwa shida. Tumemwacha Bwana. Akani akaitwa mbele ya Waisraeli. Joshua akamwambia, kwa nini umetufadhaisha? Siku ya leo Bwana anauliza, kwa nini tunamfadhaisha? Tuko kanisani, lakini matendo yetu hayampendezi Bwana. Tuko kanisani, moyo wa kumtafuta Mungu hauko ndani mwetu. Tamaa imetuingia, tukiangalia warembo tunawatamani, hatutosheki na wake zetu. Tunaacha wake zetu, tunawaendea mapindi wa kanisa.
kuonyeshana fashion, mahali watu wanaenda kujionyesha walivyoumbwa vizuri, mahali watu wanaenda kujionyesha walivyo na pesa, mahali watu wanajionyesha vile waliumbwa wana sura nzuri. Kanisa imekadilishwa, imekuwa sehemu ya kufanyiwa uzinzi. Watu wanatumikia Mungu kwa madhabahu, wanakulana mule wenyewe. Focus ya Mungu imekosekana. Watu wamerudi kufokasi kwa mambo ya dunia, wamemwacha Bwana. Biblia inasema Akani akafanya Israeli walipigwa. Kanisa, kama hatutakubali Bwana, kama hatutakubali kubeba msalaba, kama hatutajikana tuseme ni Yesu, nawaambia tunapigwa na maadui zetu. Ndio watapata nguvu ya kuongea vizuri, ndio watapata nguvu ya kutusimanga, kwa sababu Bwana hayupo pamoja nasi. The Bible says, ikiwa Bwana yu upande wako, ni nani atasimama kinyume na wewe? Ni nani atainua silaha ikuweze? Lakini silaha ya adui inafanikiwa kwa sababu Bwana yuko upande wako. Ulimwacha Bwana naye akakuacha akaenda. Unadhania kipao ulicho nacho vile kinafanya kazi uko na Mungu, kumbe Mungu alienda. Bwana alienda, hayuko kando ya siri. Msichana mzuri tu, Bwana kuna malengo na wewe, anataka uoleke kwa heshima, watu waone ndoa yako, president waheshimiwa wakuja wahudhurie, lakini umeshindwa kujitunza tu kwa sababu unaona kuna pesa za haraka. Unajua tu mpendi mtu, unakula pesa zake. Kwa nini? Kama una hisia na huyo mtu, so mwambie ndugu yangu, si kwamba wewe si mbaya, wewe ni mzuri, lakini mimi na wewe naona ni vigumu, haiwezi. Kwa nini unakula pesa ya mtu alafu baadaye unakuja unamwambia you are not my type? Amwambia mtumishi wa Mungu alisema but it is over. Oh, neema ya Bwana itoshe. Praise God. Hallelujah. Lazima tuwe waangalifu. Mungu alituumba na makusudi, na kusudi la Mungu lilikuwa ya kwamba tupigana juu ya maadui zetu, tuwashinde ili tuweze kufika kwenye hatima yetu. Na hatima yako labda ilikuwa ukue mkubwa mahali fulani, ama ukue tajiri, ama ukue mtu maarufu mahali fulani, lakini ulishindwa kufika kwenye hatima yako kwa sababu tamaa ilikuingia ukiwa njiani. The Bible says ya kwamba wana wa Israeli walipokuwa kwenye safari ya kwenda Kanaani, Musa alipoenda mlimani akakawia, tamaa ikawaingia, wakaambia Haruni awatengenezee Mungu wao. Haruni alipowafanyia hivyo, Musa akirudi akapata watu wameacha Mungu, wanafanya mambo ya ajabu. The Bible says wakatia Musa hasira kubwa sana. Musa kaangusha chini the Ten Commandments ambazo Bwana alikuwa amempatia. Na Biblia inasema ya kwamba watu hao waliofanya hivyo hawakufika kwenye nchi ya ahadi, walikufia njiani. Unaweza kuwa na ndoto, unaweza kuwa na maono, lakini usipochunga inaweza ishia njiani kabla hujayafikia. Kama utajua kukaa vizuri na Mungu, maana dunia tunayoishi maadui ni wengi. Tunawashinda tu maadui kwa neno la Bwana, tunawashinda tu maadui kwa uwepo wa Mungu. Mungu asipokuwa nawe, mwenyewe amesema katika maandiko ya kwamba akiwa upande wako, hata kukainuliwa akina Korea, hata kukainuliwa wale watu ambao wanasema ni hatari, hawezi kukwambia ulale siku ya leo, kesho uamke. Bwana asifiwe sana. Mimi nimezaliwa Western, na huko kwetu nilikozaliwa, nyumbani kwetu mahali mimi nilizaliwa, kwenye kijiji chetu na kwenye ukoo wetu, ilikuwa inasemekana ya kwamba angekuambia wewe, kwa nasemekana kuna wazee wa fimbo huko, sio kama kwenye kabila lenu,
Kini kwetu kuna mzee angenyosha fimbo na kuonyesha hivi, jioni ukilala asubuhi ni nduru, wewe hauko tena. Na sasa mahali nilitoka, ndugu ya babu yangu ndiye alikuwa. Kwa hivyo kwetu, mimi peke yangu ndio nilitoka nikaanza kuhubiri Injili. Babangu alikuwa anakunywa pombe wakati ule, na babangu alikuja akafariki. Alipofariki, mimi ndio wa mwisho kwetu. Ndugu yangu mkubwa akachukua majukumu, mama ndiye alitangulia, baba akamfuata. Ndugu yangu akachukua majukumu ya kunilinda na kunitunza mimi. Na tulipokaa, ndugu yangu akaanza kuinuka. Maana nyumba yetu ni nyumba tulikuwa tumebarikiwa sana. Mtu alikuwa anakusa kitu inakubali. Kwa hivyo ndugu yangu kwenye kazi zake za ujuzi akawa ameanza kuonekana. Akakutana na huyo mzee ninawaambia, akamwambia wewe mtoto wa nani, naona umekuja sana. Na ndugu yangu alikuwa mkali sana, hapo anataka ujinga. Naye akadhubutu kurudishana naye, akamwambia wewe mzee, rika zako zilikufa zikaisha. Watu waliobaki ni watu wa kusumbua watu kama wewe. Huyo mzee akainua fimbo hivi akamuonyesha. Ndugu yetu alipolala jioni, kesho yake alikuwa mgonjwa. Tukifikiria kumpeleka hospitali, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu akakufa. Bwana asifiwe sana. Ndugu wa pili ambaye alikuwa anamfuata akachukua mamlaka na nafasi tena kwenye familia, akawa ameanza kunilea. Wakati pia Mungu alianza kumuinua, akafariki. Kumbuka ndugu wa kwanza alifariki akiwa na watoto wawili. Huyu ndugu wa pili alipooa tu tena akapata mtoto wa kwanza tena akaenda. Tulikuwa tumezaliwa vijana watatu, nikabaki peke yangu. Mimi nilipokuwa nilipofika umri wa kuoa, magonjwa yakanishambulia. Watu wakasema ya kwamba hiyo familia imeisha. Praise God. But Mungu wa mbinguni akaangalia, akaona huyu hajahusika na mambo mengine. Huyu nitatembea na yeye, nitaonyesha watu mimi ni Mungu mwenye nguvu. Nilipoenda kwenda kusonga, tamaa ikaniingia, nikaanza kukunywa pombe kama watu wengine. Kama kuna watu wamekunywa pombe ni mimi. Mimi sijui kama walevi wa leo kama wanaweza lewa. Ama umeelewa, sijui kama unaweza lewa. Pastor umeelewa? Sijui kama unaweza. Sisi tulikunywa mpaka tu tunaendea pombe Uganda. Kuna pombe nyingine ilikuwa inaweka kwa karatasi. Wale watu wamekunywa pombe miaka ya zamani. Kalikuwa kanaitwa Empire. Changa kali. Harufu peke yake kikupiga tu mbele. Lakini mtu anakuwa na ruaka karatasi anaweka kwa mdomo, alafu anaangalia juu. Akirudi chini pombe haiko. Anatupa karatasi na yeye anaanguka huko. Ataamka hapo baadaye. Hiyo ndio ulevi ilikuwa yetu. Kuna spirit tulikuwa tunakunywa, tulikuwa tunaitwa Furaha, Kenya King. Praise God. Miaka zile. Kwa hivyo nikachingiza kwenye hayo mambo maovu, nikapotelea huko, nikawa mtu wa ajabu, nikawa kijana ambaye akipita hapa lazima kila mtu achunge, kama ni mtungi wa kazi ashikilie vizuri, kwa sababu kijana amejulikana, kijana ana sifa zake, kijana anatisha. Bwana asifiwe sana. Tusichana tukionekana kwenye kijiji, kila mtu lazima uangalie msichana wako vizuri. Maana na mimi kwa maneno ya kushawishi, hicho kipawa Mungu alinipa. Mimi sikujua alikuwa anataka kifanye kazi kwa kazi yake. Bwana asifiwe. Kumbe nilikuwa nishawishi watu niwalete ufalme wa nani? Wa Mungu. Naye shetani akadivert. Praise God. Mimi ningekuongelesha hata kama wewe ni mke wa mtu, mama, unikatae mimi. Bwana asifiwe sana. Then nikawa kiumbe cha ajabu. Ambia mwenzako cha ajabu, cha kutisha. Ungetoka huko kama unitaki, wewe ni mwanamke, ukiniona mbele huko unaruhusu tukutane na wewe, una divert. Ndio nisikuweze. Lakini ole wako ujikausha useme nini, ukuje ukutane na mimi.
akaniangalia akanitoa huko kwa mapigo makubwa sana, nikakonjeka, nikakufa, watu wakalia, nikaamka. Nilipoamka dada yangu akanichukua akanipeleka kwa waombezi. Waliponiombea, hapo ndipo nilikutana na mkono wa Bwana, na nilipokutana na Mungu nikaona Mungu anazungumza na mimi, na Bwana nikaona anataka kunitumia. Nikasema mimi, mambo ya maovu na dhambi yamefanya familia yetu yameisha. Hakuna mtu alisimama, kwa sababu Bwana hakukuwa na sisi, na kwa sababu Bwana amenionekania. Nikasema mambo na pombe nimeweka kando, mambo na wanawake nimeweka kando, mambo na ulevi na uchafu nimeweka kando. Ninayetaka ni Yesu Kristo. Na nilipoamua kumtaka Yesu Kristo, naye shetani akasema I will show you. Shetani hakuniachilia. Haisi rahisi mpendo ukiokoka ukae vizuri, maana shetani anachuanga ni nini unaenda kupokea. Shetani anachuanga nini taji gani unaenda kupata. Shetani anajua utakuwa mtu wa aina gani. Shetani hakuniachilia. Shetani akaleta changamoto kwa maisha yangu. Oh, praise God. Mmesikia Samadi akisema hapa, ati ilifika mahali mtu akamwambia namna gani? It's over. Mimi nilifika mahali, mimi sikuambiwa it's over like that. It was really painful. Nilichikuta siku moja, niruhusu tu niseme, ndio mchoe vile Mungu anahudumia watu. Umeoa mtu, umependa mtu, mmependana, mnafanya kazi ya Mungu pamoja. Praise God. Mbea mwenzako neema itoshe. Mbea mwenzako neema itoshe. Sometimes kukumbuka inakuanga uchungu. But what I want you to know is that sin iko na consequences. Haijalishi utafanya ukifurahia, lakini kuna matokeo yake. Hautapenda. So nilipokuwa kwenye huduma na mchungaji ambaye alikuwa ananilea na nimekuwa kijana mzuri mwenye kipawa cha Mungu, nilikuwa namtumikia Mungu. Bwana kwanza kanipika na ukosefu, nikawa masikini, nikakosa hata kuhudumia. Nakumbuka mimi na mke wangu tulienda kuishi na dada yangu, akaanza kutuhudumia, na tulikuwa na mtoto na katulea. Imagine hiyo mashida yote tumepitia, tukarudi sasa. Bwana akaanza kufungua mlango kidogo. Kwa siku unaangukia kamea, unang'ang'ana, unaleta chakula mnakula, ukashika neno la Mungu, ukashika kazi ya Mungu. Then kukatokea opportunity huko Nairobi ya mimi kuja kutafuta maisha. Nikiwa nimemwacha mke wangu nyumbani, mimi hakuniambia mtumishi, mimi hakuniambia kwa maneno it's over. Mimi nilipigiwa simu nikiwa huko Nairobi ya kwamba mchungaji rafiki yako tumempata kwa nyumba yako na mke wako. Pastor mwenye nilikuwa ninaenda kuseek advice, pastor ambaye nilienda kumuuliza opportunity imepatikana Nairobi, akanishauri enda baba. Mimi nikidhania na nitakia mema nifanikiwe, kumbe ananiambia toka nitawale. Then since that day, ilikuwa 2009, mpaka saa sijawahi muona huyo msichana kwa macho yangu. Hivyo ndio tuliisha na ikaisha hivyo. Nilichukia mtu anaitwa pastor kwa maisha yangu. I remember nilikuwa napigia pastor story juice. Nilikimbisa pastors na panga akiwa amekuja kunishauri. Mtumishi, niliwafuata pata watu wakasema huyu ni kichwa imeenda, si yeye tuliyemjua. Kwa sababu tulikuwa tunajua kijana kama mtu anapenda Mungu, itakuwaje anafukuza watu wa Mungu na panga. So Mungu akitaka kukufanya uwe kitu ambacho kitatokea, dhahabu hata ni nzuri inachomanga kwa moto alafu inapoisha. Bwana
anaweza kukufanya uelewe wanadamu vile walivyo. Mungu anaweza kukufanya ujue watu jinsi walivyo. Na hapo ndipo niliambiwa it's over. Ilikuwa ngumu kukubali. But nikakaa chini, nikang'ang'ana, nikaona Bwana ameanza kuniongelesha. Kanisa la kwanza mimi niliingia hapa Nairobi kuingia, hapo ndipo Mungu aliniunganisha na mke wa maisha yangu sasa. Na nikamkuta kwa madhabahu. Hebu mama simama. Simama. Kweli huyo ukipata chombo kama hicho ni chombo, unaweza kumbuka mwingine mliachana nyuma kweli? Sasa umetosha. Nikakuja nikafanya research, njoo hapa mama tutahubiri na wewe. Mungu alinipa wewe. Hapa naibika. Njoo hapa. Hapa tuonyeshe ulimwengu vile Mungu anafanya kazi. Nilipokutana na huyu mwanadada, haleluya. Kitu nilikuwa cha kwanza kufanya, nilipima height. Tusije huko mbele tukakosana akanilemea. Niliposimama na yeye, Bwana asifiwe. Umeona? Ndio kaje. Mwili tuko sawa, tumetoshana. Nikasema nitaingia kwa maombi vizuri, kusija kukatokea mchungaji mwingine huko mbele. Maana nilikuwa nimeteseka. So, huyu mwanadada mahali alienda, alijaribu ndoa kadhaa, mpaka wa leo bado ana struggle kupata ndoa. Ndio sababu ninakwambia unaweza fanya mambo kwa wakati ule yakawa mambo mazuri na matamu ambayo unaona yanakufaidisha, lakini yana madhara yake. Kama mimi nisingesimama kwenye familia yetu nikapingana na dhambi, nikasema nitamkimbilia Kristo na nitamtumikia Kristo, familia yetu ingekuwa imeisha yote. Lakini sasa hivi wanaonaga nimeenda nyumbani, ninakaa nyumbani siku zangu zenye nimepanga, na ninarudi Nairobi. Wanajua mtu aliyetoka kwenye hii boma alikuwa maskini. Nikitoka nyumbani kwetu, mimi kitu nilikuwa nacho ilikuwa baisikeli ya zamani. Na baisikeli ya zamani tulikuwa tunanunua wakati ule shilingi 1,500 mpaka 2,000. Na hiyo baisikeli nilikuja huku Nairobi, maisha ikanilemea, nikasema wauze, wakanitumia pesa. Nikakula baisikeli. Kwa hivyo sikukuwa na chochote. Watu walikuwa wamejua familia ya huyu mzee iliisha. Kwetu ulikuwa napita wanasema hapo kwa boma watu walikufa wakaisha. Lakini waliokuwa wanajua wanasema kulibaki na kakijana kamoja. Wakiuliza kalienda wapi, wale wanasema konako kalisukuma kamepotelea nje. Mimi sikujua ya kwamba ni Mungu alikuwa amenificha shughulikia maadui zangu. Kwa sababu neno linasema ya kwamba adui wa Yesu Kristo walipoinuka Ayuda na ni Herode, neno lilikuja kwa Yosefu kumwambia chukua mtoto kamfiche, maana maadui zake wanataka kumwangamiza. Sikujua ya kwamba Bwana amenificha Nairobi ashughulikia maadui walikuwa wanatumaliza. Nilipojificha huku kwa muda mrefu, nilianza kupata habari wale wazee wameanza kukufa moja baada ya mwingine. Walipokufa wote, ndio nilianza kuona mkono wa Bwana. Bwana akaanza kufungua maisha yangu, nikafanikiwa, nikaoa mke mwingine. Tumeishi na yeye mpaka wa leo. Tumepambana na yeye. Nilitoka nyumbani na Bukinya, nilitoka na bodaboda ikaniweka Kakamega, nikatafuta expressway. Ilikuwa express by then. Express ndio ilinibeba ikanileta Nairobi. Lakini niliporudi kwa boma, waliona ninaingia na gari. Hawakuamini kuna Mungu. Sasa hivi nikisimama nyumbani wananiitanga pasta. Sasa hivi nikisimama kwao wanasema wamemuona Mungu ndani yangu. Ni kwa sababu niliamua kupigania haki. Niliamua kusimama na uokovu. Uokovu sio rahisi wa Kristo. Wengine tumebaki kulia machozi kwa sababu hatutaki kumkosea Mungu.
tulitunza uokovu. Niko hapa kukwambia hata kama unapita maisha gani, tunza uokovu wako. Hata kama unaona mambo haiendi, usiangalia watu, angalia uokovu. Maana Bwana akona makusudi na wewe. Kuna mahali Bwana anakupeleka, kuna kazi Bwana anataka uifanye. Usikule kama Akani. Akani alifanya watoto wake wakafa. Akani alifanya ng'ombe zake wakafa. Akani alifanya mbuzi wake wakafa. Simamia watoto wako, simamia mali yako, simamia kizazi chako kwa kusema hapana kwa dhambi. Wasichana, halo. Sasa wakiona pasta amekuja hapa haeleweki. Si mimi na pasta mnatujua. Ukiona mtu amekuja hapa haeleweki, anza kuambia Roho amesema, muulize roho gani? Na alisema ukiwa wapi? Sasa tuongeleshe sisi wote. Anaongelesha tu wewe peke yake. Maana watu wamekuja in the name of Holy Spirit. Holy Spirit says na kwamba wewe ndiye mke wangu mtarajiwa. Amesema tukiwa wapi? Mmekuwa wapi na yeye? Siaongea kwa mchungaji wangu basi. Bwana asifiwe sana. Wamama, halo. Mtu asije kuambia tu Roho amesema huyo mume wako sio mume wako. Mume wako ni yule mwingine. Amemwambia akiwa wapi? Bwana asifiwe. Haleluya. Hata tunafaa tuombe Mungu akupe mume mzuri. Atoke wapi? Alafu baadaye anakuambia unajua hata mimi pastor na kwanga sijaoa. Na ninaona mimi na wewe tunawezana. Pinga hiyo injili potofu, injili isiyotoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Watu wengi tumebeba laana kwa sababu ya matendo maovu, na ndio inatusumbua. Kwa hivyo hao watu baada ya Akani kuondolewa kwenye kundi la wana wa Israeli, Biblia inasema ya kwamba waliporudi kwenye vita, walipiga hawa watu wote na wakanyakua hiyo maeneo na wakatawala. Kanisa, tunaweza kuwa tunapambana sometimes. Kwa maisha yako unaweza kuwa unapambana wakati mwingine. Angalia wale watu ambao unapigana nao vita. Angalia wale watu ambao wanakusaidia kupigana vita. Kusipatikane mtu kama Akani mahali pale. Yona Bwana akawa amemtuma kwenda kule Ninawi. Akaenda akahubiri injili. Noa akakaidi agizo la Bwana. Biblia inasema ya kwamba Yona alipoingia kwenye merikebu alisababisha watu wengine wakawa na taabu. Alisababisha watu wakatupa mali yao kwa maji. Alisababisha watu wakaanza kuyumbayumba. Kumbe Yona amemtenda Mungu dhambi. Nataka nikwambie, ikiwemo miongoni mwenu kuna mtu ameenda kinyume na Bwana, atafanya ng'ang'ane sana. Ikiwemo miongoni mwenu hata katika ndoa kukapatikana katikati yenu hakuna mtu mwaminifu, kuna kung'ang'ana katika hiyo ndoa kwa sababu kuna mtu ambaye anaenda kinyume na Mungu. Yona alipofanya hayo yote hakujali madhara ya watu wengine. Mimi kukwambia ya kwamba dhambi ni mbaya ni kwa sababu ya faida yako na faida ya watu ambao uko pamoja nao. Maana merikebu ilikataa kwenda, watu wakatupa mali yao wakidhania mzigo ni mzito. Kumbe mzigo haikuwa mali, mzigo alikuwa mtu mmoja ambaye amemtenda Mungu dhambi. Kanisa inaweza kuwa na mzigo kwa sababu ya mtu mmoja ambaye amekataa na kwenda na vile Mungu anasema. Nyinyi mnajaribu kwenda njia hii, wewe ameshika njia ile nyingine, mnakuwa kwa kuvutana, imekuwa mzigo mkubwa. The Bible says shipu iliweza kuchukua nafasi, ilianza kutulia baada ya huyu mtu kunyanyuliwa akatupa baharini. Na Bible inasema ya kwamba hawakumuonea kumtupa baharini, hawakumshika tu akamtupa baharini, bali Yona alitubu. Yona alipotubu alinyanyuliwa akawekwa kwenye maji, na kwa sababu ya toba ya Yona Mungu hakumwacha, kwa sababu Bwana ni wa neema. Unaweza kuwa unafanya kazi ya Mungu, unaweza kuwa
kuwa roho ngumu sio suluhisho. Wewe kubali, kwa sababu Bwana ni wa neema, hata kuacha wewe. Yona alitupwa kwenye bahari kwa sababu ya toba yake, lakini kwa sababu neema ya Bwana alimuhifadhi kwenye tumbo la samaki. Siku ya kwanza Mungu akamlinda, siku ya pili Mungu akamlinda, siku ya tatu Mungu akamurisha samaki iende imtapike. Samaki ikamtapika kwenye nchi kavu. Yona akawa mzima kwa sababu Yona alikundua nguvu ya toba. The Bible says ya kwamba hubiria watu hawa ukiwaambia tubuni, maana ufalme wa mbingu umekaribia. Wapendwa, nataka nikwambie, sisi zote tumetenda dhambi. Hakuna mtu aliye mkamilifu, lakini Yesu alituachia neno. Alisema tufundisha habari ya toba na msamaha wa dhambi, ya kwamba kuna uwezekano ukasemehewa, kuna uwezekano ukapokelewa tena, kuna uwezekano nguvu zikarudi mpya, kuna uwezekano watu wakakuita tena mtu wa maana. Lakini ni lazima mioyo zetu zipondeke. Lazima tuambie Bwana matendo yetu. Bwana asifiwe. Lazima tuambie Bwana. Mchana wa leo lazima tuambie Bwana, maana ninahisi kuna watu wanang'ang'ana. Mimi huwa nashindwa kutulia ninapoona wapendwa wanang'ang'ana katika maisha. Ninashindwa kujizuia ninapoona wenzangu ambao ni wa karibu wanateseka na maisha. Tuna nguvu ya kuweka maadui zetu chini, lakini wamepata nguvu. Ni kwa sababu kwa kosa moja tu tulifanya, tuliacha Bwana, tukafuata akili zetu na zikatutanganya. Na kibaya zaidi, tumekataa roho ya kupondeka tuweze kumrudia Bwana. Tuambie Bwana, kwa kweli tulikosa, lakini angalia maisha yetu yanakuhitaji wewe. Yona alipotubu, Mungu hakuruhusu akufe, alimrekesha kwenye nchi. Daudi akiwa anamtumikia Bwana, Daudi akawa amependeza Bwana. Biblia inasema ya kwamba Daudi alikuwa mtu pekee kwenye macho ya Bwana. Lakini inasema ya kwamba siku moja akiwa kwenye dari, kwenye nyumba yake ya ufalme, Daudi tamaa ikamuongoza kutamani mke wa mwanajeshi wake, na kafanya uzini na yeye. The Bible says in the book of 2 Samuel chapter number 11 ya kwamba Daudi akamchukua yule mwanamdada, wakazini na yeye na wakapata mtoto. Mwanadada akapata mimba. Ile mimba aliyoipata, Daudi alijaribu kuficha hiyo dhambi asijulikane, lakini ikawa ni ngumu sana. Daudi akaona the only way I can do ni kuweza kumuondoa mume wake, ndio nibaki nimemtawala mke wake. Daudi akampata huyo mke kwa njia ya dhambi, akamchukua kwa nguvu, akamuua Uzia ambaye alikuwa anamlinda yeye. Baada ya kufanya hayo machukizo, hakuna mtu alitambua matendo ya Daudi, kwa sababu Daudi alifanya kwa akili sana, na Daudi alikuwa makini kwa ile dhambi alikuwa anafanya. Kwa hivyo huyu mwanamke alipopata mimba, alipata ukiwa Daudi ashaua mume wake, anaishi na huyo mwanamke, na watu wakadhania ile mimba huyo mwanamke amepata wakiwa already wameoana na Daudi. Watu hawakujua ile mimba ilipatikana nje ya ndoa. Watu hawakufahamu ile mimba ilikuwa haramu. Lakini Bwana akiwa mbinguni akaona, akatafuta Nathani nabii wake, akamtuma Nathani kwa Daudi, akamwambia Nathani, nenda ukaambia Daudi kitu alichokifanya ni machukizo machoni pangu. Nathani alipoenda kwa Daudi, akaambia Daudi ya kwamba ulichokifanya Bwana hakukifurahia. Kwa hivyo yule mtoto atakayezaliwa amelaaniwa, hataishi, atakufa. Daudi akakadhabika sana, na mtoto kweli alipozaliwa, wapendwa, hakuishi. Bwana akaambia Daudi, licha ya kwamba nakupenda Daudi, licha ya kwamba wewe ni mtumishi wangu, lakini kwako ninanena laana ya kwamba upanga utaondoka nyumbani mwako Daudi, ya kwamba Daudi wake zako watachukuliwa mbele zako. Angalia kitu ilimfanyikia Daudi.
watoto wa mtu mmoja wanaingiwa na tamaa, watoto wa mtu mmoja wanawaka na tamaa. Tamaa inawaka kwenye hawa watoto. Kijana anachukua dada yake wa kuzaliwa naye, anamfanya mke wake, analala na yeye. Hapo ndipo upanga umeingia kwenye nyumba ya Daudi, kwa sababu laana imeanza kufanya kazi. Ndugu wao wa kuzaliwa na wao anachukua upanga, anaua ndugu yake kwa sababu ya matendo yake. Hawa watoto hawakuwa na makosa, mwenye makosa alikuwa baba yao, kwa sababu aliacha njia za Bwana. Licha ya kwamba Mungu alimpenda, hakuona upendo wa Bwana, akaona tamaa ikawaka. Nataka nikwambie Bwana anakupenda. Nataka niseme Bwana anataka kutembea na wewe. Tusiwakwe na tamaa kwa sababu ya mambo ya ulimwengu. Bwana kuna mahali ametusudia kutupeleka. Daudi upanga ukawaka, hawa watoto wakauana wenyewe, hawa watoto wakauana wenyewe. Mtoto aliyezaliwa wa haramu hakuweza kuishi, Bwana alimwangamiza. Ni wamama wangapi sasa hivi mnajua tu huyu mtoto si wa huyu mwanaume, lakini umemfinyilia tu kwa hiyo familia. Yaani wewe unachukua kanga alelewe pamoja na vifaranga, wakati kanga anajulikana tu ni kanga, kuku ni kuku. Itafika siku hakuna mtoto haramu kwenye familia aliyekubaliwa na Mungu. Mtu atanielewa. Soma Biblia vizuri. Mtoto wako ambaye hukuzaa na mume wako, ambaye anaweza kubaliwa na Mungu, ni mtoto ulienda na yeye kwa huyo mwanaume, na hata huyo mwanaume akikuoa alijua uko na mtoto. Lakini mtoto ambaye uliacha mume wako, ukaenda nje, ukapata mtoto, ukaficha hiyo dhambi, ukasema ni wako, wakati unajua yeye sio wako, then umemfinyilia pale kwa wengine. Watu wakiangalia hizi sura zingine zinaeleweka, wakikuja kwa hii ingine wanakuwa like sema labda ni ya uchombani kwao, hatuwezi jua. Kumbe mama alificha dhambi. Na unajua vizuri, wanasema na huyu naye hakufanana hawa. Si unajua kwa uchombani mume wao wanakaa vichwa hivyo. Ambia mtu sio mimi. Tell your neighbor it's not me. Ama ni wewe, mbona useme? Simama kwa miguu yako. Wakristo, Bwana amekusudia kufanya kazi pamoja nasi. The Bible says in the book of Amos ya kwamba ikiwa watu wangu walioitanishwa kwa jina langu kama wanaacha njia zao mbaya wakarudi kwangu, Mungu niko tayari kutembea naye. Nimezungumzia habari ya dhambi ya asili. Manake makosa yako wewe unayofanya unajua tu ni wewe unajua. Hakuna mtu mwingine anajua. Ni wewe tu unajua. Hata watumishi wa Mungu, ni wewe tu unajua makosa yako uliyoyafanya kwa Mungu. Now it is a time. Nataka tu ufungue tu moyo wako kwa Bwana. Tendo waambie tu Bwana kutazame ndani. Yona alipotubu ilikuwa wakati mgumu, lakini aliokolewa. Kuna ukombozi na uokovu, na kuna ufifio kwa moyo utakaopondeka na kunyenyekea mbele za Bwana. Funga tu macho yako, tafakari tukuzu maisha yako. Labda shida zingine unapitia, huenda ni wewe mwenyewe ulisababisha, na kama sio wewe, huenda ni familia yako. Watoto tumekuja kuishi maisha magumu kwa sababu ya matendo ya wazazi wetu walioyafanya. Daudi alipofanya hiyo dhambi, hakujua watoto wake ni shida gani analeta kwao. Hakujua ni mauti ambayo amekaribisha kwa
shida kubwa ameileta kwenye familia, lakini yeye akifanya, aliona anajinufaisha, anajiburudisha yeye mwenyewe, na hakuna mtu yeyote atajua, kwa sababu alikuwa na mamlaka, alikuwa mfalme. Lakini kunaye Mungu ambaye ni mfalme wa wafalme. Aliangalia hicho kitendo, akaambia Daudi, Daudi, wewe watu hawatajua ndio, na hawakujua ndio, lakini mimi Mungu nimejua. Nataka ujue ya kwamba kuna mambo ambayo Bwana anajua kuhusu wewe ambayo sisi wengine hatuyajui, na kama utachukua hatua ya kumrudia Bwana, Bwana atayaweka hayo mambo hadharani, na itakuwa shida kubwa sana kwa maisha yako, itakuwa shida kubwa sana kwa familia yako na watoto wako. Tazama, upanga umeingia kwa nyumba ya Daudi, ni kwa sababu ya matendo ya huyu jamaa ambaye alikuwa ameheshimiwa, jamaa ambaye alikuwa mtu ambaye Mungu aliweka mawazo na akili zake zote kwake, lakini kwa sababu ya hiyo matendo iliangamiza familia yake. Dhambi ya siri inamaliza. Dhambi ya siri ina matokeo mabaya. Dhambi ya siri inaweza kukufanya ukajutia maisha yako yote. Dhambi ya siri inaweza ikafanya ukakosa kuona mbingu. Dhambi ya siri inaweza ikafanya ukakosa kuona wema wa Bwana katika maisha yako. Kuna watu Mungu alikusudia wawe wakubwa. Kuna watu Mungu alikusudia waone matendo makubwa kwenye ulimwengu kabla wachafa, lakini ukweli ni kwamba wengine wameishi kujutia kwa sababu ya kuacha njia za Bwana. Hivyo mimi nataka sisi wote tulio mahali hapa tukaweze kuinua mawazo yetu kwa Bwana. Ndeni toba ambayo nataka ukafanye, nataka ufanye toba ya moyo, toba ambayo hata sitaki mtu asikie ukitubu, but nataka moyo wako usungumuse na Mungu mchana wa leo. Nataka roho yako inene na Bwana mchana wa leo. Nataka moyo wako ukanene tu na Mungu. Bwana akautazame kwa undani, aone kweli nafsi inanihitaji. Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili. Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili. In the mighty name of Jesus. Tazama tu maisha yako. Ni wapi tuliachia Mungu? Ni wapi uliacha Mungu kaanza kutembea peke yako? Ndio sababu unapigwa. Ndio sababu magonjwa yanakupiga. Mlango wa finance umekuwa ngumu kufunguka. Namsama ni wapi uliangukia? In the name of Jesus. Father, we love you. Father, we love you. We love you, Father. We love you. Tunakupenda Bwana. Tunakupenda Baba yetu. Tunakupenda kwa vile ulivyotupenda sisi. Kwa upendo wako wa kwanza. Hakika Baba, uyaone maovu yetu. Wewe sio kama mwanadamu ambaye atakasirika tuachanishe. Upendo wako unatuhifadhi, unatuleta pamoja. The mighty name of Jesus. Father, we love you. Nisamehe, samehe, samehe Mungu wa Elia, samehe. Taka tuimbe kwa imani, ukiwa umefocus kwa Bwana, ukijua kuna jambo linaenda kutendeka mchana wa leo katika maisha yako. Kuna revival, kuna deliverance ambayo Bwana anaenda kufanya katika moyo wako. In the mighty name of Jesus. Samehe, 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 samehe Mungu wa Elia, samehe, samehe, Samehe,
Same Bwana Yesu, same Bwana same Mungu wa Elia, same Bwana same Yesu, same Bwana same Mungu wa Elia, same Bwana nitakase, takase Bwana nitakase, Yesu nitakase Mungu Elia, nitakase Baba, samehe Bwana, samehe, samehe Mungu wa Elia, samehe, oh Yesu nisamehe, Yesu nisamehe Bwana wangu, tawa na neema tele, umetawa na rehema na neema tele, umetawa na rehema na neema tele, umetawa na sema na neema tele, Bwana umetawa na Bwana Yesu, oh kama sio I don't know the state of your heart, but the reality has been spoken. Kana kwamba some of the things, some of the battles we are in is because of sin. And child of God, I'm so surprised that
hata mifugo ambao hawakukuwa na dhambi. Unaweza ukakuwa mtakatifu sana according to your thinking. Unaweza kuwa na kama maisha ambayo ni sawa jinsi unavyofikiria, lakini kuna dhambi ya wale waliotutangulia ambayo huenda leo hii tunaangamizwa kwa sababu ya dhambi kama hizo. Nataka nikwambie, God is a God of another chance. Huenda ni kweli moyoni mwako unajua, pastor, ule mtu ambaye umehubiri ni mimi. Pastor, ni mimi ambaye ninavunja ndoa za watu. Ni mimi pastor, umeniangalia na ni mimi. Na unashindwa, je, utafanya namna gani? Huenda nikakwambia usongea hapa mbele niombe na wewe utaaibika. Maana bado kiburi kimejaa ndani mwako. Nakupa nafasi, mtoto wa Mungu, enda ufanye mkutano na moyo wako. Wakati mwingine mahubiri mengine kuitisha what we call altar call ya toba. Mwanadamu anaangalia moyo wake, alafu anasema niende pale mbele wafikirie mimi ni mtenda dhambi. Wakati mwingine Biblia inasema wakati Israeli ilianza kupigwa, Yoshua akatoa mavazi, akararua mavazi, akaanza maombi usiku kutwa akiwa amelala, jua ikamchoma. Bwana akamwambia, nakwambia jamaa, amka mahala pale, hakuna kitu ambacho naweza nikasikia. Maana dhambi inaweza ikafunga masikio ya Mungu, hata makuhani wakikuombea bado Bwana awaambia hamna kitu ambacho mnaweza mkaniambia. Lakini maandiko yanasema iwapo watu wanaloitanishwa na jina langu watagundua na kutambua dhambi zao na wafanye uamuzi mioyoni mwao. Uamuzi haufanyiwi na mchungaji, uamuzi unafanya na wewe. Sijui kama kuna mtu mahali hapa ambapo anasema mimi pastor, iwapo utanipita leo, basi mimi ni yule mtu ambaye ninahangaika na ninajua misingi ya kuhangaika kwangu. Basi nimekupea nafasi, njoo tuombe na wewe. Wewe ambaye unahisi kana kwamba pastor, mimi ninajijua, hata dhambi inaweza kuwa si yangu, lakini ninajua kule nyumbani kwetu nikiangalia vizuri the generational patterns, I'm sure I'm falling under this and it might affect. Unaweza ukaangalia watu waliokutangulia, ukaangalia njia ambazo wanakaa, na unaweza ukajua the next person is me. If I'm not able to stand very well, I'm going to be the next person. Now you are here and you feel like, pastor, pass me not by this Sunday. I also want to work with the Lord. I give you a moment, 1 minute, just come before the Lord. Wakati mnaniambia siri ya moyo wangu ni wewe unajua Bwana. Just come before the Lord. I'm not going to lay a hand on anybody today. I just want you to have a time to reflect to the Lord. To reflect to the Lord. Wenda shida inaweza ukafanya dhambi ya kuchukiza Mungu. I know some of us hatukufanya dhambi maana tulitaka. Haukutaka kuvunja ndoa wenyewe maana ulitaka. But because of a problem, ulitaka mtoto wako akule, ulitaka nyumba ifungwe, lakini leo hii unaweza ukakumbuka, Bwana, kuna mahali niliangukia. Nimekuja kukuambia that there is the throne of grace that can still call you back to salvation. There is still a hand of God that is full of mercy that can still bring you back. And I'm here to tell you, child of God, you are not very late. You are not very late. You are not very late. If there is anyone who wants to connect his spiritual life back to God, I'm here for you. In the next 1 minute, I'm here for you. You feel as if things are not working well, and pastor amekuwekea vizuri sana. Wakati mwingine Bwana amekuumba kwa mambo mema na makubwa. Sometimes when you live and you are not achieving this, there must be a problem. There must be a certain thing that is stopping you from accessing the blessings of the Lord. I'm speaking to somebody because I know I was once a part of men who were under sin. We were under a generation where sin will not allow us to see another level.